Man kana fi qalbihi, yoyote yule ambaye kana fi qalbihi, imekuwa katika moyo wake yeye habat khardal min kibri qabbahu Allah wajhahu fi nnar, yoyote yule ambaye katika nafsi yake amejitwisha umimi, basi huyu mtu Allah anamuingiza katika moto wa Jahannam, iyadhan billah. Na kibri, ndugu zangu katika imani, awwalu dhanb usiya Allah fi sama, kiburi ndio dhambi ya mwanzo kabisa aliyoasiwa Allah mbinguni. Hatoingia peponi kabisa, vile atakavyokuwa, vile atakavyoishi yule ambaye katika moyo wake kuna chembe ndogo kiasi cha uzito wa tembe ya khardal, ambayo ana kiburi katika nafsi yake. Masahaba wakashtuka sana, ni jambo zito, ni amali ambayo yenye kufichikana katika moyo wa Muislamu. Kiburi ni pale ambapo mtu anakataa haki. Kiburi ni mtu ambaye anayekataa haki, na vile vile mtu yule anakuwa anadharau watu, anawakejeli watu, anawakunjia sura watu, anajenga uadui na watu katika jambo la haki. Kibri, maradhi yaliyokuwa mabaya, yanazuia haki. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, la tahqiranna min alma'ruf shay'a, usidharau wema wa aina yote, walau an talqa akhaka biwajhi tariq, hata kutana muislamu mwenzio uso umeukunjua, uso wa bashasha. Hii ni kuonyesha kwamba mtu asiwe ana maradhi ya nafsi yake katika moyo, akaumbwa akawa na kiburi. Nafsi ikifikwa na mauti, ikaona hali iliyopo, itasema ole wangu mimi kwa hali niliyokuwa nayo, kwa fitna nilizokuwa nazo, kwa matatizo niliyosababisha umma huu mpaka damu zikamwagika. Ole wangu leo kwa hali kama hii, na kwenda kwa Allah, Allah akiwa amenighadhibikia, ndio kwenye hali ya namna gani? Kiburi kinamfanya mtu asione haki. Anaweza akaambiwa hii ni maiki, akasema huu ni muhogo. Wa yawma alqiyama tara alladhina kadhabu ala Allahi wujuhahum muswadda, utawaona siku ya Kiyama, utawaona wale siku ya Kiyama wale walomkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, nyuso zao zimepigwa adhabu ya weusi. Kisha Allah anasema, alaysa fi jahannam mathwal lilmutakabbirin, haikuwa hiyo jahannam ndio mafikio kwa wale watu ambao, au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin, au itafikia mahala katika sakarati al-maut anasema, lau kama Mola wangu angeliniongoza leo, akanipa hidayah, akanipa taufiki, leo nikawa miongoni mwa waja waliokuwa wema, waliokuwa wacha Mungu, wenye kufaulu katika maisha haya.